Hai, mambo vipi? Huwa unatamani kupata kilicho bora, lakini swali langu ni kwako wewe unayetamani kupata kilicho bora kila siku. Je, ulishawahi kujiuliza sehemu ya kupata kile kilicho bora? Bas, VOC Media ni sehemu ya kukupa kile kilicho bora, hususan update zote za mpira wa miguu kwa maana ya football. Leo tunaenda kumulika ama jicho la mwewe limeangaza kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, mabingwa wa kombe la CRDB, lakini mabingwa wa kombe la Muungano msimu 2025-2026 chini ya mwalimu Steve Barker kutoka Afrika Kusini kwenye kikosi cha Stellenbosch. Sasa Simba wanahusishwa na mchezaji Djibril Ouattara. Mchezaji huyu anacheza kwenye kikosi, alikuwa anatumikia APR ya Rwanda kwa maana ya timu kutokea nchini Rwanda, majirani tu hawa na nchi ya Tanzania. Takwimu zake ziko vipi? Kwanza tuanze, alizaliwa tarehe ngapi, mwezi wa ngapi na mwaka gani? Djibril Ouattara alizaliwa tarehe 19 ya mwezi Septemba ya mwaka 1999, yaani tarehe 19 mwezi Septemba ya mwaka 1999. Msimu huu kwenye ligi ya Rwanda ndiye mfungaji bora kama sio top scorer, kwa maana amepachika mabao 18 na kuibuka mfungaji bora wa michuano hiyo kwa maana ya ligi ya Rwanda. Lakini sasa miongoni mwa story ambayo leo nataka nikupe, alizaliwa pale Bobo Dioulasso, Burkina Faso, uraia mmoja na mchezaji wa zamani wa wananchi Yanga kwa maana Stefano Aziz Ki. Lakini tu Djibril Ouattara ni miongoni mwa wachezaji ambao amekuwa akipata nafasi ya kuitumikia timu ya taifa. Hii inaonyesha ni jinsi gani ni mchezaji mwenye uwezo wa daraja la juu, akiwa anacheza kwenye nafasi ya attacking striker kwa maana ya mshambuliaji kinara kwenye timu anayochezea. Sasa amewahi kutumika mara kadhaa, amecheza kwenye michuano ya AFCON kwa maana ya Africa Cup of Nations, lakini alikuwepo kwenye kuwania kufuzu kucheza michuano ya kombe la dunia bara la Afrika, kwenda kucheza pale Mexico, Canada na Marekani kwa maana ya qualify World Cup 2026. Burkina Faso hakufanikiwa kufuzu, lakini Djibril Ouattara alikuwepo kuwa miongoni mwa wachezaji ambao walipata nafasi ya kuitumikia timu na kucheza moja kwa moja kwenye kikosi chao. Sasa hili ni bomu na ni balaa kubwa ambalo linatengenezwa na mwalimu Steve Barker. Ikumbukwe tu Simba ndio miongoni mwa timu ambayo wachezaji wake wengi wamekuwa wakihusishwa sana ni washambuliaji, na huyu ni miongoni mwa wachezaji ambao leo wanahusishwa. Hii ina maana gani? Ina maana Simba wanafikiria kumpata mshambuliaji aliye bora, kwa maana msimu huu huenda walikuwa wamepelea kwenye safu ya ushambuliaji. Hii ni VOC Media, sauti ya watu, sehemu ya stori za kimichezo, ambapo huwa tunapata burudani zote za kimichezo na hususan taarifa za tetesi. Kaa utuo na upate kile kilicho bora wakati wote. Mimi ni Potembo na hii ni VOC Media. Usisahau tu kusubscribe, kucomment, kulike pamoja na kushare. Tunapatikana YouTube, Instagram pamoja na TikTok. Andika VOC Media, utakuwa umefika sehemu salama.